29 ule mstari wa 24 hadi 26 likatimie ndani yako kwa jina la Yesu. Sijui kama mtu ananielewa. Iko neema ya Bwana. Damu ya Yesu ikanene mema. Walikuibia mtoto wako, udai arudishwe, udai akombolewe. Ujui uko anafundishwa nini? Ujui uko amewekwa kwenye nini? Wale walipopelekwa kule kwenye mapango walitumikishwa. Mimi nimekataa kutumikisha watoto wangu. Ninaiamini damu ya Yesu. Wewe itapita usiku, itatembea kwenye malango, itatembea kwenye kuta. Waliosema wataolewa, wataolewa. Waliosema wataoa, acha wakaoe kwa jina la Yesu. Waliosema watazaa, acha wakazae kwa jina la Yesu. Biblia haina kizuizi. Biblia iko wazi. Ni wewe mwenyewe kuamua, ni wewe mwenyewe kusimama, ni wewe mwenyewe kusema, ni wewe mwenyewe kuiamini damu ya Yesu. Haijawahi kufeli. Naona wengine watoto wao wameweka kwenye uvungu. Yesu akawachomoe. Pigo likapite usiku wa leo. Rapasaka. Wengine wamewafungia wakijua kwamba watakuwa kama walivyo. Miaka yao inaendelea kuzeeka. Anza kuamini kwa jina la Yesu. Iamini damu ya Yesu utakayoiachilia leo. Iamini damu ya Yesu itakapotembea kwenye mwili wako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye kanisa hili, kwenye taifa. Haijalishi wako mbali, iko nguvu itapita. Hiyo damu ikakomboe kwa jina la Yesu. Yandarabaku Rikandorobusa. Wewe kanielewa ukiwa kawaida. Wengine wanatumikishwa sahi. Hujui mtoto wako analishwa nini? Hujui analishwa nini? Nataka nikwambie. Juzi Mungu akawa ananionyesha juu ya hao. Nikamwambia Mungu, nitasimama katika zamu. Kama walitesa kwenye ukoo wetu, hawatatesa kwa watoto wangu.